Karibu tena. Familia moja eneo la Diani imejitokeza na kudai kuwa ndio wamiliki halali wa ardhi ya msikiti wa Kongo ekari 16 inayozozaniwa. Familia hiyo inasema ilianza mchakato wa kusaka hati miliki ya ardhi hiyo mwaka 2005 kwa kwenda mahakamani. Miaka miwili baadaye, mahakama ya Mombasa iliamuru sajili ya ardhi kuwapa cheti. Wanasema walitenga nusu ekari kwa ajili ya msikiti huo, huku wakishikilia wao sio wanyakuzi wa ardhi kama inavyodaiwa. Lawrence Ng'ang'a anaarifu zaidi kutoka Kwale. Mzozo wa ardhi ya ekari 16 iliyoko msikiti wa Kongo Diani, kaunti ya Kwale unaendelea. Mzozo ukiwa kati ya Kwale Islamic Center inayosimamia msikiti huo na familia inayodai umiliki wa ardhi hiyo. Familia hiyo sasa imejitokeza. Mohamed Hamisi Mwachumba mwenye umri wa miaka 99 na Ali Modarashi Mwagariche mwenye umri wa miaka 71 wakisema ardhi hiyo imesajiliwa kwenye majina yao kihalali. Wazee wanasema familia yao ilimiliki ardhi hiyo tangu miaka ya ukoloni na baadaye kutwaliwa na umiliki wake kupewa Rais Moi mwaka wa 1994. Hata hivyo, Rais Moi aliregesha hati miliki kwa serikali mwaka 2004 na hapo wakaanza mchakato wa kutafuta umiliki tena. Tukapata fununu na tukahakikisha kwamba Moi amerudisha title deed kwa serikali 04. Tukasikia vile, tukasema sisi ilikuwa hatuwezi kumshtaki kwa sababu ilikuwa rais, lakini sasa ameregesha, wacha tushtaki serikali. Mwaka 2005 tukafaili case 2005 na 6 na 7 judgment ikatoka. Nasema the title deed should be given to Mohamed Hamisi Mwachumba na Ali Modarashi tena mara moja. Hata hivyo, mwaka 2012 aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na waziri wa ardhi wakati huo James Orengo walitoa hati miliki kwa kundi la Kwale Islamic Center, ikisemekana ardhi yote ni ya msikiti. Lakini familia hii inasema tayari walikuwa wamekubaliana kutenga nusu ekari kwa ajili ya msikiti, na hatua ya ardhi yote kupewa kituo hicho iliwapata na mshangao. Commission of Land inaondoka ikaingia National Land Commission ikafanya review. Hii kesi ikafanya review. Ilipofanya review, uamuzi ukawa ni ule shamba ni yetu. Sasa sisi tukashangaa, itakuwaje kwamba wale watu wa msikitini wamepata title? Walipataje title? Mbona kesi imerudiwa kama walikuwa na title? Kwa nini ilikuwa review? Na kama ilikuwa hiyo title inaruhusika kwa ni review, kwa nini review ilikuwako? Hapo tukaingia shaka. Huo msikiti mimi walipokuja wapimaji kuwa kila mtu aseme shamba yake, mimi niliupatia nusu heka kuongeza, labda kutakuwa na maongezo ya mahala popote. Hiyo mimi msikiti niliupa nusu heka. Baada ya kesi zote za mahakama, hatimaye walipata hati miliki mwezi Februari mwaka huu. Sasa wazee wanataka kamati ya msikiti kuonyesha taratibu walizofuata kupata umiliki. Sisi tayari shamba yetu sisi tunayo. Ikiwa ni wale watueleze taratibu walizofuata paka kupewa hiyo title. Watueleze taratibu, watupatie documents. Lakini tunasema bwana, shamba ni yetu. Na kabla hatujapata title, kila mmoja anajua ile shamba ni yetu. Lawrence Ng'ang'a, Runinga ya Citizen.